nimetewa nafasi kidogo angalau niseme kuhusiana historia ama chipuko la siku ya wapendanao. Lakini wengi tunaifahamu kama Valentine Day. Siku hii ya wapendanao ina historia yake ndefu, lakini huenda wengi tunajua kwamba ni siku ya tarehe 14 mwezi wa pili kila mwaka, pasipo kuelewa chipuko lake ni nini. Tunapokuwa tunazungumzia Valentine Day, ina historia ya toka karne ya 3, na kuanzia karne ya 3 maana yake tunazungumzia katika mji wa Roma. Na katika mji wa Roma kulikuwa na viongozi wa aina mbili. Kiongozi wa kwanza alikuwa ni kiongozi wa masuala ya kidini ambaye alikuwa anaitwa Padri Valentini. Lakini pia katika mambo ya Kaisari, kwa maana ya kwamba uongozi wa kiserikali, alikuwepo mfalme aliyekuwa anaitwa Claudius wa pili. Katika miaka hiyo ama karne hiyo ya 3, kiongozi huyu wa Kaisari, kwa maana ya kwamba wa kiserikali ama wa kidola, alikuwa haamini kwamba ili aweze kuijenga dola ya Kirumi ilibidi kwamba vijana wote ambao watakuwa wajiunge na masuala yote ya kijeshi ili waweze kusimamia mji wa Roma, ili waweze kuitawala dunia nzima. Vijana wale ili wawe vijana wakakamavu, ili wawe vijana hodari, ili wawe vijana ndio wanaweza kupigana muda wote, hawakupaswa kabisa kuingia kwenye masuala ya ndoa. Ile ilikuwa ni misingi na sheria ambazo alikuwa ameiweka Mfalme Claudius wa pili. Lakini misingi ile ambayo ilikuwa imewekwa na uongozi wa kidola kwa miaka hiyo ulikuwa unapingana na misingi ya kidini ambayo ilikuwa inaamini kwamba watu ili waweze kuishi kwa upendo, waweze kuzaliana kama ambavyo Biblia inaeleza, waweze kuongezeka katika ulimwengu, ni sharti waoane ili waishi na wazae wapate watoto wengi. Kwa hiyo Padri Valentini ambaye na yeye alikuwa anaongoza masuala ya kiimani katika mji wa Roma, alikuwa anapingana sheria ya yule mfalme. Akaendelea kufungisha ndoa katika makanisa yote, na ndoa zile alikuwa anazifungisha kwa siri kubwa. Na tunaambiwa kwamba ili asikamatwe na viongozi wa serikali, alikuwa anawafungisha kwenye maandaki yaliyokuwa yapo katika makanisa ili watu waweze kufunga ndoa waende wakazaliana. Lakini habari zilimfikia mfalme kwamba Padri Valentini anaendelea kufungisha ndoa na anapigana na sheria yako ya kwamba vijana hawaruhusiwi kufunga ndoa wala kuoana. Baadaye mfalme yule akaamuru kwamba Padri yule akamatwe, ahukumiwe jela, lakini baadaye aweze kunyongwa. Baadaye Padri yule alikamatwa na kuhukumiwa. Alipohukumiwa Padri Valentini, watu mbalimbali walikuwa wanaenda kumtembelea gerezani kama ambavyo sisi tunawatembelea ndugu zetu na marafiki zetu wanapokuwa wamefungwa gerezani. Padri baadaye akaandika barua ya kwanza kwa mdada mmoja ambaye aliwahi kumtembelea